Makubaliano ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza yameanza kutekelezwa. Baraza la mawaziri la Israel limeidhinisha mpango wa kusitisha vita wenye lengo la kuwarejesha nyumbani mateka wa mwisho waliobaki hai na kumaliza vita hivyo. Rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa kutakuwa na amani ya kudumu Gaza na ametangaza kuwa atatembelea Asia ya Magharibi hivi karibuni. Wengi wa mawaziri wake wamepiga kura kuunga mpango huo, kuachilia huru mateka kwa kubadilishana na wafungwa wa usalama wa Palestina na kuondolewa kwa sehemu ya majeshi ya Israel IDF. Ndio hatua ya kwanza ya mpango wa amani wa Trump wenye vipengele 20 kwa ajili ya Gaza. Kulingana na makubaliano hayo, IDF itajiondoa hadi katika mistari mipya ndani ya ukanda wa Gaza, huku ikidhibiti karibu nusu ya eneo hilo. Baada ya hapo, dirisha la masaa 72 litafunguliwa kwa Hamas kuachilia mateka wote. Kwa mujibu wa ripoti, wanajeshi 200 wa Marekani watashiriki katika kusimamia utekelezaji wa makubaliano haya, wakiwa sehemu ya kikosi cha pamoja cha mataifa washiriki. Hata hivyo, hakuna mwanajeshi wa Marekani atakayepangwa moja kwa moja ndani ya Gaza. Rais Trump alisema Alhamisi kwamba hatua ya pili ya mpango huo itahusisha kuondolewa kwa silaha, huku Israeli ikisisitiza kuwa Hamas lazima ijisalimishe na kuacha silaha zake. Trump alithibitisha kuwa atasafiri Jumapili kuhudhuria hafla rasmi ya kusaini makubaliano hayo nchini Misri. Makubaliano hayo yalifikiwa kupitia mazungumzo ya faragha yasiyo ya moja kwa moja. Baada ya hapo, anatarajiwa kutembelea Israeli kusherehekea kile alichokiita siku ya furaha kufuatia kuachiliwa kwa mateka siku ya Jumatatu au Jumanne. Trump pia amethibitisha kwamba amepokea mwaliko wa kuhutubia taifa la Israeli. Kabla ya hapo, mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff alikuwa amesafiri kwenda Israel, ambapo walikutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Wote wawili walishiriki pia kwenye kikao cha serikali kilichopitisha mpango huo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka pande za wapatanishi, Marekani imehakikisha kuwa vita sasa vinakoma kabisa. Tutaendelea kushirikiana na vikundi vya kitaifa na vya Kiislamu kukamilisha hatua zilizobaki, tukifanya kazi kwa maslahi ya watu wa Palestina ili waweze kujitawala na kutimiza haki zao. Hii itaendelea hadi kuanzishwa kwa taifa huru lenye mji wa Yerusalemu kama mji mkuu wake. Taarifa hiyo ilisomeka hivyo. Hata hivyo, kundi la Hamas limesema halijakubali wito wa mpango huo wa kutaka kujisalimisha kwa silaha wala pendekezo la mamlaka ya mpito ya Gaza inayoongozwa na Trump mwenyewe. Afisa mwandamizi wa Hamas Osama Hamdan amesema kwamba makundi yote ikiwemo mamlaka ya Palestina yamepinga wazo hilo. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa UN umesema una mpango wa siku 60 wa kupeleka misaada haraka Gaza. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa UN amesema kuwa tani 170,000 za misaada ziko tayari kusafirishwa kwenda Gaza. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Kwa hili kwa sasa.